Ndugu yangu, kinyang'anyiro cha kuingia mbinguni si chepesi. Mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kama husomi neno, huwezi kumshinda shetani. Shetani huwezi ukamshinda kama usomi neno na kuliishi hilo neno. Shetani huwezi ukamkwepa kama usomi neno na kulitendea kazi hilo neno. Sasa wengi ni wasomaji wa neno, si watendaji wa neno. Kwa sababu neno la Mungu linaumiza. Kuna wakati linakubana. Kuna mambo mazuri linakuzuilia. Wewe unayaona kama mazuri duniani, ila ni mabaya. Yanaonekana uzuri kwa macho, ila rohoni yamebeba uharibifu, yamebeba mauti. Mungu atakwambia yaache. Haleluya. Neno la Mungu ndilo linakujulisha mapenzi ya Mungu, yote yapo kwenye neno. Kama usomi neno la Mungu, hutayajua mapenzi ya Mungu. Kama ulisomi neno la Mungu, hutazijua dhambi. Wengi wanasema mimi dhambi nazijua. Hamna. Wewe kama usomi neno, hujui dhambi. Hujui. Utajifariji kwamba mimi najua dhambi. Dhambi ni kwenda kinyume na neno la Mungu. Chochote Mungu alichosema fanya hivi, wewe ukienda kinyume, umetenda dhambi. Batizwa ubatizo huu nilioelekeza kwenye neno. Ukibatizwa ubatizo mwingine, umetenda dhambi. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue neno ndilo linalokuwezesha wewe kuyaishi mapenzi ya Mungu. Sasa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16 anasema hivi: neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi. Wapi? Ndani. Katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi, nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi. Sasa litakaje kwa wingi ndani na we usomi? Hivi linaweza kukaa kama usomi? Haiwezekani, si ndio? Eti inawezekana neno la Mungu likakaa ndani yako kwa wingi kama usomi Biblia? Wezi.